بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu, kwa sababu hakuna neema kubwa kama Uislamu. Tutaanza kuzungumzia ibada kwa ufupi. Neno ibada, ukisikia kitu kinachoitwa ibada kwa Uislamu, hii ibada imma ni amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ndio ameamrisha hiyo amri, au ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni ibada ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha, lakini yeye mwenyewe alikuwa anapenda kufanya nini? Kuifanya. Ndio inaitwa ibada. Kwa hiyo hii aya niliyosoma, hata Sheikh Salim amesema pia katika sura ya pili aya 21, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia: ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, enyi mlioamini muabuduni Mola wenu ambao amewaumba, walladhina min qablikum, na akawaumba walioko kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anaoabudiwa ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata sisi tukifanya da'wa mara nyingine tunaondoa zile fikra mbaya. Mwingine akuja kunambia kwamba nyinyi Waislamu mnamwabudu Muhammad. Nikamwambia hapana, Qur'ani ndi hii, hakuna mahali Muislamu anaabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikawatolea hiyo aya kwa Qur'an, wale wasiokuwa Waislamu wakasoma kwamba Mungu ametuambia tumwabudu yeye ambaye ametuumba, akawaumba watu walioko kabla yetu. Kwa hiyo wakajua kwamba sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nilizungumza pale mwanzo, ibada huwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inapatikana radhi zake na mahaba yake. Ikosekana hivyo hivyo. Kwa hiyo watu wengi wengine wakifikia ibada wanafikiria ni kuswali peke yake, kufunga Ramadhani peke yake, lakini hasha, ibada ni mlango mpana. Hasa kwa mwanamke, ukivaa hijabu yani ukastiri kichwa chako, masikio yako, kama vile inavyotakikana, hiyo ni ibada. Kwa sababu ile amri ya kuvaa mavazi ya stara sio amri ya mwanadamu wala amri ya mtume, ni amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayevaa hijabu vizuri ametekeleza ibada. Kwa hiyo ukiangalia ibada, wanawake mashallah, ukiangalia katika history ya Uislamu, wana daraja kubwa kuhusu ibada, kwa sababu hata mtu wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Sayyidatu Khadija, mke wake. Alipoamini akaendelea na ibada na akawa mfano mwema katika umma huu wote, na akawa katika wanawake bora. Vile vile wa kwanza kufa kwa ajili ya kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Sumayya radhiyallahu anha, mama yake Ammar bin Yasir. Pia ni ibada, anaikufa kwa ajili ya kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kwa hiyo wanawake mashallah wana daraja kubwa katika ibada. Sasa wacha nisome ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mambo haya mwanamke akiyafanya, ibada hii ni sababu ya yeye kuingia janna, kuingia peponi. Hadithi aliyopokea Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anatuambia Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema: idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat aljanna. Ametokea Imam Ahmad kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia mwanamke akifanya mambo manne amefunga kazi manne peke yake.
Jambo la kwanza, Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia idha sallatil mar'a khamsaha, mwanamke akisali sala 5, kwa sababu wanawake maumbile yao nayo wana shughuli nyingi, lakini akakumbuka kuna swala 5 anafaa aswali, swali swala 5. Ya pili akasema wasamat shahraha, mwanamke huyu Allah akamjalia akafunga Ramadhani, japo mwanamke kijana mwenye afya yake itabidi siku nyingine ale kwa sababu ya ada yake kisha alipe tena, lakini amefunga Ramadhani, akafunga mwezi wa Ramadhani vile wengine wanafunga. Kisha akasema wahafadhat farjaha, akahifadhi mwili wake. Hapa kuhifadhi maulama wanatuambia ina maana mbili, kwamba akahifadhi mwili wake kwa mavazi ya stara, akavaa mavazi ya stara ambayo yanatakikana Kiislamu, haoneshi shepu yake kwa wanaume, amevaa vile vile Uislamu unavyotaka, amejistiri vizuri kabisa, amevaa mavazi ya dini, kila mtu akimwona ajue huyu ni Muislamu. Hiyo ya kwanza. Vile vile kustiri mwili wake, kwamba hafanyi yale mambo yaliharamishwa kama zinaa, hafanyi kabisa. Naona amejihifadhi kabisa mpaka siku anaolewa, ndio alhamdulillah anaona sasa yeye ameolewa, anaonana na mume wake kisheria. Kuhifadhi kimwili physical, kwamba yeye amevaa mavazi ya Kiislamu, na kujihifadhi kwamba hafanyi machafu. Ya mwisho akasema wa ata'at zawjaha, vile vile akamtii mume wake, dakhalat aljanna, huwa mwanamke ataingia peponi. Na taa pia inategemea kumtii mume wake, ile obedience iko mara mbili vile vile. Kuna taa ambayo inakubalika katika Uislamu, mfano kumtii mume wake katika mambo ya halali, katika mambo ya halali ambayo Uislamu umekubali, akamtii, amemwambia avae hijabu, akavaa, amemwambia asali sala, akamwambia sikae na majirani wabaya, asitukanane, kila jambo zuri akimwamrisha mume wake anamtii. Hii imekubalika na Uislamu. Lakini taa au kumtii mume wake katika mambo ambayo Uislamu umekataa, labda mwambie leo bana tuna party, nataka wewe utembee kichwa wazi, pale hafai kumtii, kwa sababu kujistiri ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Rasul anatuambia la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah, haifai kumtii kiumbe katika kumuasi muumba. Kama huyu mume anakutii, anakuamrisha mambo ambayo Uislamu umekataza, hufai kumtii, hufai kabisa kufanya nini? Kumkubalia mambo ambayo Uislamu umefanya nini? Umekataza. Na hutokea mara nyingine mwanaume akamwamrisha mkewe katika mambo ambayo yamepingwa na sheria. Inatokea kitu kama hivyo, anamwambia mambo ambayo sheria haikubali. Sasa pale ufanye nini? Kumtii. Na una haki ya kuuliza mashekhe kabla ufate lile jambo, kama una wasiwasi kwamba mume wangu ameniamrisha hili jambo, je, Uislamu unasemaje? Usifanye tu kitu mwisho ukajajuta. Kwa hiyo mwanamke amepewa hizo fursa 3, kwamba akisali sala 5, akifunga Ramadhani, akijihifadhi. Unaona, vile vile akimtii mume wake anaingia peponi. Kama pale nilivyosema, kufuata amri ya Mwenyezi Mungu ni ibada. Kwa hiyo mwanamke akivaa hijabu ni ibada kubwa sana, kila mtu anamjua huyu ni mwanamke wa Kiislamu. Hivi sasa wale maadui wa Uislamu au wanaadui wa mwanadamu, humanity, semekano walikaa chini miaka iliyopita, wakafikiri namna gani wataharibu watu wasiwe na dini, watu wasiwe na tabia. Wakasasa kuempower mwanamke atembee uchi, kudansi mbele wanaume uchi, kufanya hivi, ili watu watafanya nini? Wataathirika. Unaona? Na
wamefanya ulimwengu kwamba kuona yule mwanamke akitembea uchi ndio fakhri. Leo utakuta wale makafiri maadui wa Uislamu wanasema mwanamke ati katika Uislamu umedhulumu mwanamke. Hati mwanamke amedhulumiwa, hayuko free, hayuko nini. Ukiuliza amedhulumiwa mahali gani? Mwanamke banwa, sijui ana havai. Leo subhanallah, mpaka katika mashule au sehemu nyingine za kikafiri mwenye kutembea uchi sawa, lakini mwanamke akivaa hijabu au vazi stara tayari imekuwa chuki. Sasa chuki ya nini na nini? Ni freedom of worship, kila mtu anafuata atakavyo. Yule ameona atembee uchi sawa, huyu anavaa hijabu yake, amemkosea nani? Naona kuna wakati nilisoma mahali kule Italy, walikuwa wanataka, unajua Italy ndio imeanza mambo ya Roman Catholic, ukatholiki kule. Sasa siku nyingine walikuwa parliament wanataka kubani hijabu. Waislamu wamekuwa wengi wasivae nini? Hijabu, vazi la stara. Na katika parliament nao kuna wale wa Katholiki wanaweka sanamu ya Maria Mary. Sasa prime minister akawaambia, okay, kama sasa mnataka kubana hijabu, wanawake wasivae vazi la stara, basi hii sanamu ya Mary sasa itabidi tugeuze hii vazi ivae miniskirt, tubadilishe, sio? Maana yake itakuwa vibaya kwenye bunge letu parliament, tukataze watu wasivae hijabu, wafunike kichwa, na Mary hapa yeye bado ana nini? Jamaa wakajamaza, wakashindwa. Kwa hiyo wale wanataka kuharibu nini? Akhlaq za wanadamu. Nini? Wanamwambia mwanamke atembee uchi, asivae hijabu. Maana yake uchafu utakuwa mwingi, tabia zitakuwa hazipo. Kwa hiyo kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ni ibada. Umeona wengine wanasema, wanaita Muslim culture kuvaa hiyo ibada. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hijabu. Haya, katika ibada kwa mwanamke vile vile tumesema kumtii mume wake katika njia ambazo hazimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ibada vile vile ni malezi ya watoto. Watoto, subhanallah, ni ibada kubwa mama kuwalea watoto wake Kiislamu. Ndio maana hata kuna msemo wasema al-ummu madrasa in a'adadtaha a'adadta sha'ban tayyib al-a'raq, kwamba mama au mtoto wa kike ni kama college, ni kama madrasa, ni kama shule. Ukimtayarisha, umetayarisha taifa lililo na nguvu. Kwa nini? Mfano, huyu msichana amelelewa Kiislamu, dini, akija olewa atazaa watoto wake vile vile atawalea kidini. Labda atakuwa ustadha, atawasaidia kina mama wengine. Kwa hiyo subhanallah, mwanamke ana jukumu kubwa sana la malezi. Na ndio maana zamani katika watu wakienda posa mahali, wanauliza family, je, mama hapo yukoje hiyo nyumba? Majirani wakisema huyu mama naye mdomo unakata kama kisu. Sasa mtu anaona hapo nikaoe jamani, na mdomo kama huo inakuwa ni hatari kabisa. Watu walikuwa wataka kujua mama tabia yake ni nini. Maana kwa hiyo mama ana jukumu kubwa sana la kuangalia watoto. Subhanallah, wallahi tushawahi kuona family, mzee ni mlevi lakini mama ni mtu wa dini, akawasomesha watoto vizuri, watoto wakawa na watamana. Lakini tumeona vice versa, baba hatoki msikitini lakini mama mtu wa rusha roho, mtu wa taarabu, mtu wa nini, akaharibu watoto mpaka wa kiume. Kwa hiyo mama ana umuhimu mkubwa sana katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, mama ndio umma. Akitengea, umma umetengea. Akiharibika, hata sisi wanaume kwanza tunaambiwa, ukitaka kuoa mahali, unajua kuna wengine waangalia shape tu, wasema mimi napenda mwanamke mnene, mwingine anapenda mwembamba, mwingine haangalii dini. Mtu kama huyu baadaye huja ujuta. Maana yake mara nyingine anaingia mahali kwa mwanamke mshirikina, simeangalia shape. Shape imepata, dini akakosa. Lakini kuna mtu anaangalia dini. Hata kuna sahaba radhiallahu anhu anaitwa Abu Dharr al-Ghifar radhiallahu anhu. Huyu alikuwa anapenda kufanya ibada sana. Akasema, jamani, mimi nataka mnitafutie mwanamke yule qanitan, anamka usiku kuswali. Wengine kwa inadi wakamwambia, kuna mwanamke mwingine mweusi kule, mweusi kweli. Akasema, huyo ndio mimi namtaka, kwa sababu alikuwa anataka dini.
Leo wanaume tumekuwa na shida, kila mtu mwanamke wa kungarangara. Ndio maana sasa kina mama nao wameumia kwelikweli, wameenda kutafuta urembo wa vikopo kule nini waweke, inamdhuru, lakini yeye anataka weupe ambao sio wake. Yani anaona hata Mungu amekosea kumpa rangi mzuri, yeye anaenda, mbona wanyama jamani, ng'ombe hatuoni ng'ombe mweusi ameenda kuweka rangi na yakuwe mweupe. Hii ni mwanadamu. Basi Abu Dharr radhiallahu anhu alifurahi kwenda kumwoa yule mwanamke. Anasema wallahi mimi naona huyu mwanamke kama ghurul ain, kwa sababu usiku ananiamsha swali tahajjud, fajiri inipiti. Amechukua mwanamke kwa sababu ya ibada. Tubana ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo mwanamke ibada lake ni jukumu kubwa sana. Mwanamke akiwa serious katika ibada, watoto wataswali, hata mzee ataswali, hata nini ataswali. Lakini mzee akiwa strong, mwanamke akiwa na udhaifu, basi watoto pia watakuwa dhaifu. Tushaona family sisi, mzee akiwa hayuko safari, watoto wataswali swala 5 mzuri, wataenda madrasa wasome. Lakini mzee akiwa safarini, watoto watakuswali hawendi, madrasa hawendi, mama anaambia pumzikeni. Baba akiwa pale anajifanya haya endeni madrasa, endeni msikitini, anajifanya sasa huyu anaharibu watoto. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu wallahi ana kheri, kwa sababu wale maadui wa Kiislamu hawezi kumharibu. Kwa hiyo amri yoyote unaambiwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni ibada. Na kuacha amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtu anastahili kupata laana. Kwa nini? Iblis la'natullahi alayhi hakukataa kuswali, alikuwa na sujudu huko mbinguni, akaitwa Aba Sajida, mwenye kusujudu. Lakini alipoambiwa msujudie Adam na Allah subhanahu wa ta'ala, alipokataa ikawa sababu ya kufukuzwa janna na kulaaniwa. Sasa sisi leo tujiangalie, watu wanapata laana ngapi? Kila amri ya Mwenyezi Mungu watu hawataki kufuata. Amri ya Mungu watu hawataki kufuata. Si amri moja, amri nyingi. Sasa sisi tunapata laana tu nyingi, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo wewe Muislamu, mwanamke wa Kiislamu, kuwa mfano mwema, is a role model kwa dini yako, kwa kila kitu. Uislamu ni kitu kizuri sana. Uislamu ukifata amri za Mwenyezi Mungu ni da'wa tena. Hata kuna sheikh mmoja profesa ananiambia, ilikuwa US sehemu fulani wametangaza kazi hasa kwa Muislamu, ilikuwa ni kampuni wa Miyahudi. Ni kama alikuwa atakuwapa mtihani wa Islamu nafasi ya wanawake au mwanamke. Basi wasichana 3 waka-apply pale mahali, wakafanywa interview, wakakubaliwa. Mwenye kampuni akasema, kampuni yangu naandika nataka Waislamu lakini kwa masharti. Sharti mavazi yawe hivi, usifunike kichwa, ujipambe dini, kija na fanywa nini pale advertisement kampuni ile. Sasa katika wale wasichana wakaambiwa nendeni murudi Jumatatu. Waliporudi pale, wale wawili wakakubali, wakasema si tuko, kwa vile tuna shida, tuko tayari sisi kufuata masharti ya kampuni, make up jambo tutaweka, tutakuja tu naye kazini, tutavua jioni, tunavaa, tunaenda nyumbani. Yani mtu kama anavua Uislamu kazini, halafu akimaliza kazi anarudisha tena Uislamu. Mmoja wao akamwambia mwenye kampuni, bwana, mimi hii kuvaa hivi ni amri ya Mwenyezi Mungu na ni dini yangu. Kwa hiyo afadhali nipate shida, lakini kazi ibaki. Siwezi mimi kuvua hijabu kwa sababu ya kazi. Na Mwenyezi Mungu Allahu Ar-Razzaq ndo ananipa riziki. Wape hao wenzangu, mimi wacha nifanye nini? Nirudi. Mwenye kampuni akaambia, endeni tena mrudi Thursday, yote 3. Wakaenda Thursday, wakarudi wote. Wallahi huyu sheikh ananiambia, ni profesa, alikuwa Nairobi University, ameretire. Anaitwa Profesa Al-Busaid, nafikiri mashekhe wanamjua. Anasema yule mwenye kampuni pale Myahudi alisema, sasa hivi mimi kazi nitampa huyu ambaye ana imani na dini yake. Maadamu ana imani na dini yake, ana imani na Mungu wake, ana imani na ibada, kazi yangu pia atafanya mzuri, atafanya vizuri kabisa, hata kuwa corrupt. Ama nyinyi wawili nendeni, nyinyi hata mnaweza kuniibia, kwa sababu kama hamuogopi Mungu mtaogopa mwanadamu kweli? Akawafukuza wale, akampa huyu kazi. Subhanallah. Mara nyingine kuna ule udhaifu,
Mtu anaambiwa anapata kazi, lakini kazi yenyewe havai Kiislamu. Tumeelewa ndugu zangu? Kwa hiyo najua wakati umeisha, kama kutakuwa na maswali inshallah, lakini inshallah ibada ni muhimu sana kwa mwanamke, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa fursa ile ambaye wanaume hawajapewa. Na nukta muhimu pia nataka kuongezea dakika moja, da'wa pia ni katika ibada. Da'wa maana yake ni kufikisha Uislamu kwa siokuwa nani? Muislamu. Mashaallah, kuna wasichana si Waislamu wamefanya kazi za nyumba kwa Waislamu ikawa sababu wao ya kusilimu, na kuna wasichana si Waislamu wamefanya kazi ya nyumba za Uislamu ikawa ni sababu ya kuchukia Uislamu ila yaumil qiyama, kwa sababu vile aloteswa, matusi, kafiri, mchafu, dini. Sasa wakaona kama hii ni dini, wacha ikae. Kwa hiyo da'wa ni muhimu. Ukiulizwa wewe mwanamke wa Kiislamu, kwa nini unavaa hivyo? Nasema hii ni amri ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana hata katika university mara nyingine kuna wasichana utaona amekuja amevaa full hijab, baada ya muda kichwa wazi, kwa sababu wenzake wanamdanganya, anamwambia hii mavazi bana imepitwa na wakati, anadanganywa kama pale. Lakini da'wa pia ni muhimu katika matendo mazuri, kuonyesha wasiokuwa Waislamu tabia nzuri ili tuwavutie katika ibada. Manake hata ukiangalia watu wengi walisilimu walivutiwa na tabia ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katika Islam East Africa watu wengi walisilimu, wale Waarabu walipokuja kufanya biashara, watu walivutiwa na tabia zao na mavazi yao. Kwa hiyo inshallah nitafika hapa.